Ni siku nyingine tena Mungu ametuchagua kuiona tukiwa na afya, nguvu na kibali. Ewe mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, unayenitazama, unayenisikiliza, basi Mungu akubariki sana kwa kutoa muda wako, kwa kutoa sadaka zenu, kwa katika kuiendeleza kazi hii ya Mungu. Mungu awabariki sana pale mnapotoa, Mungu awarejeshe mara 770,000. Basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, nipende kukaribisha katika kipindi cha mafunzo la Mungu ambacho kinafanyika kila siku ya Alhamisi katika madhabahu ya Mlima Moria. Tunawakaribisha sana, ambapo Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026 kutakuwa na mafunzo la Mungu mazuri sana yakiongozwa na mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon, yanayohusu dhambi ya ushawishi. Dhambi zipo nyingi. Kuna dhambi ambazo tunaweza tukazifanya kwa kuwaza, kwa kunena, hata kwa kutenda, lakini kuna ambazo zinafanyika katika ushawishi. Tukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 6 mstari wa 7 mpaka ule wa 11, neno la Mungu linasema, neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Na Stefano akajaa neema na uwezo. Alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuri na la Wakirene na la wa Iskanderia na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Hata wakashawishi watu waliosema, tumesikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Tunaona wako kupitia hapa Stefano ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amejaa hekima ya imani, na Roho Mtakatifu alikuwa akitumika naye. Tunaona hata walipotafuta watu katika kushawishiwa kwa ajili ya kumsingizia au kumsemea uongo, tunaona hawakuweza kushindana naye kwa sababu alikuwa na hekima ya imani na Roho Mtakatifu alikuwa akitumika na yeye, ndipo hawakuweza kushindana na yeye. Hapa tunajifunza nini, mtu wa Mungu? Hichi ni kipindi cha Kwaresma, ni kipindi tunachosema ni kipindi cha kutenda matendo mema, ni kipindi cha kuepukana na maovu. Ziko dhambi nyingi zinazofanywa kwa kuwaza, kunena na kutenda, lakini kuna dhambi ambazo ni za ushawishi. Tunatakiwa tuziepuke, sije tukaingia katika ushawishi huo wa hiyo dhambi, kwa sababu tukiangalia dhambi nyingi za ushawishi mara nyingi zinapelekea mpaka hata mauti. Unapofanya dhambi, unapotenda dhambi ya ushawishi, baadaye unakuja kujuta. Mwisho wa siku unaweza ukaenda ukajinyonga ukafa kwa sababu umeshawishika. Tukisoma katika kile kitabu cha Mathayo ule mlango wa 27 ule mstari wa 3, tunamuona hata Yuda alipopokea vile vipande 30 vya fedha kwa ajili ya kumsaliti Yesu. Baada ya hapo alichukua vile vipande 30 akavirudisha hekaluni kwa sababu alijutia, akasema nimeisaliti nimeisaliti damu isiyokuwa na hatia. Ndipo akajuta, lakini tunaona alishawishiwa, akapewa hela, mwisho akaingia katika ushawishi, akapelekea mpaka kuingia katika ushawishi, kuingia katika dhambi ya usaliti wa damu isiyokuwa na hatia. Ndipo tunamwona Yuda anaenda kujinyonga, anakufa. Nini tunatakiwa tujifunze kutokana na neno la Mungu linaposema tuepukane na dhambi za ushawishi. Hichi ni kipindi tena cha Kwaresma. Napenda tena kuwakumbusha kwamba tutende matendo mema, tuepukane na maovu, kwa sababu maovu haya yanampelekea hata Yesu Kristo kwenda kusulubia pale msalabani. Japo ni historia na ni kawaida ili sisi tuweze kupata ushindi, lakini hebu tujaribu kuepuka dhambi za ushawishi ambazo tunaweza tukafanya matendo mema ya kumpendeza Mungu. Yapo matendo mema ambayo unaweza ukayafanya kumpendeza Mungu. Kwa mfano kipindi hichi
Ziko sadaka nyingi unaweza ukaenda kutenda matendo mema kwa kutenda kutembelea watoto yatima, ukatoa sadaka kwa watoto yatima, ukafanya kazi ya Mungu katika hema lake, ukafanya kazi ya Mungu kwa jinsi Mungu alivyokuita. Mkini wewe ni mwimbaji, ukaimba kwa viwango vya juu katika kumtumikia Mungu, ni mchungaji, ni mtumishi, ni nani, ni mfanyakazi, ni mama wa familia, ukatenda matendo mema ya kumpendeza Mungu kuliko kuingia katika dhambi za ushawishi. Basi Jumapili ya tarehe 22 tunawakaribisha katika madhabahu ya Mlima Moria, ambapo kutakuwa na maombi mazuri sana, ambapo tutakuwa tumeanza maombi ya toba. Huu ni mwezi wa kuingia katika toba. Tutamuomba Mungu hata Yesu Kristo anapoenda kusubia pale msalabani, anaposhinda, na sisi tupokee ushindi kwa sababu tutakuwa tumesamehewa. Basi usipange kukosa, mtu wa Mungu, andaa sadaka yako vizuri, tuje tuingie katika toba mwezi huu. Tuungane na Wakristo, tuungane na watu wote duniani waliofunga kwa ajili ya kutenda matendo mema, nasi tuwe pamoja na wao. Usipange kukosa. Na wewe ambaye basi unaingia katika chaneli hii ya Gideon Online TV kwa mara ya kwanza, nipende kukaribisha tu katika madhabahu ya Mlima Moria. Kuna mtu anaweza kujiuliza madhabahu ya Mlima Moria iko wapi? Madhabahu ya Mlima Moria iko mkoa wa Kilimanjaro. Kwa wewe ambaye unatokea Moshi mjini, utapanda haisi zilizoandikwa maili 6 zinazoelekea Machame, zinazoelekea Sanya Juu. Utachukua kituo cha mashine, utaona bango kubwa lililoandikwa Mlima Moria Ministry, na siku za huduma moja kwa moja litakupeleka mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Kwa wewe ambaye unayotokea barabara ya Moshi mjini, vile utachukua kituo cha mashine, upande wa kushoto utaona bango kubwa lililoandikwa pia Mlima Moria Ministry, moja kwa moja litakupeleka mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Tunawapenda sana, karibuni sana. Pia bila kusahau, madhabahu ya Mlima Moria ina ibada za katikati ya wiki, Jumatano na Ijumaa, kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11 kamili. Vile zikiambatana na ibada za Morning Glory kuanzia Jumatatu saa 12:30 mpaka saa 1:30. Karibuni sana. Vile bila kusahau ibada ya Jumapili kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 10:30. Usipange kukosa, mtu wa Mungu. Karibuni tumuone Mungu, tufurahie matendo makuu ya Mungu anayotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria, na tunawapenda sana na tunawajali nyote. Asanteni sana.